Haleluya. Bwana asifiwe. Niko mahali hapa nikipenda kuzungumzia kuhusu wema. Wema ambao unatengenezwa na Bwana, ama wema ambao wa kumtukuza Jehova akiwa mbinguni. Haimaanishi ukiwa mwema utende kila watu watakwambia. Haimaanishi ukiwa mwema ukule chochote. Haimaanishi ukiwa mwema ukawafanyia watu kile wanachokihitaji. Naona mtu mzuri na mwema anaitwa Haruni. Alikuwa mzuri na mwema mbele za Mungu na mbele yake Musa. Na wakati mmoja ndio nasema kwamba Musa akaondoka kwenda kulaki na kupewa agano na Bwana. Na wakati alipoenda, wana wa Israeli wakamwambia Haruni, kwa maana tujui alikokwenda Musa ama kilipomfanyikia, hembu na heli ukatutengenezee Mungu wetu wa dhahabu. Na kwa hivyo kwa ajili yake kuwa mwema zaidi akionekana na akisikika, akakosa kuwa nafasi mzuri ya kumtukuza Bwana wakati kama huu. Manake angewahubiria na kuambia, mnapokiwaza, mnapokisema ni kitu kimbaya na ni dhambi mbele za Bwana. Na kwa hivyo akakubaliana na wao kwa ajili ya wema wake, na kwa hivyo akawaitisha dhahabu, akawatengenezea Mungu wao wa dhahabu. Neno linasema kwamba wakaanza kusifu na wakaketi chini kula, wakisema huyu ndiye Mungu ambaye alitutoa Misri. Ili hali ilikuwa ni uongo na ilikuwa ni dhambi, kwamba ni Jehova aliwatoa Misri. Na kwa hivyo kuna watu wanaweza kuja kwako kwa sababu wewe ni mwema, kila wakuambiapo unakubali, wakupotoze. Wengine hata wanaingia katika dhambi kwa ajili ya kupotozwa. Wanakustukia kwamba wako katika dhambi wakati wako ndani ya dhambi. Ni vyema kuwa mwema ukamtukuze Bwana. Ni vyema kuwa mwema ukamsifu Bwana. Ni vyema kuwa mwema kwa ajili ya neema na kibali kitokapo kwa Bwana. Kwa sababu kama ni hivyo, ni kibali na neema, basi utamtukuza Mungu, utahubiria watu waachane na dhambi. Sio kila mtu akikwambia tutende hili, tukule hiki, tuende hivi, ukakubali. Wakati mwingine ni vyema kuwa mwema na kutafakari atakavyoona Bwana. Akiona ni nzuri na mapenzi yake, basi unaweza ukaenenda. Lakini kama utakitafakari na kuona kwamba Mungu atakione kikiwa dhambi, ni vyema na ufanye kauli ya kukataa, ukawahubirie wakaweze kukaa katika mapenzi ya Bwana. Watu wengi wamepotea kwa sababu ya kupotozwa, na ili hali wanaanza kusema niliambiwa, uliambiwa, nilitendeshwa, nilibebwa. Haifai ukabebwa ama ukaambiwa. Uko na moyo, uko na mawazo ya kufikiria na kufanya kama mapenzi ya Bwana. Na kwa hivyo tujihadhari kwa watu ambao wanatubeba na kutuambia kwamba tutende haya, watuingize kwa dhambi. Mungu wetu abariki sana.